Msitumie maneno ya kutenganisha, kuwagonganisha wananchi. Farasi wawili wakigongana, nyasi ndiyo huwa inaumia, na nyasi si watu wengine, bali nyasi ni wananchi ambao hawana madaraka yoyote. Wanawategemea nyinyi kwa sababu ya amana zao, wanawategemea nyinyi kwa sababu mlipewa amana. Kwa hivyo viongozi, muwe viongozi wa upinzani, muwe viongozi wa serikalini. Aya hii inaguza, hadithi hii inaguza, yani pia hadithi ni aya hii inaguza kila kiongozi. Uwe ni kiongozi wa upinzani, wewe ni kiongozi. Uwe ni kiongozi wa serikali, wewe ni kiongozi. Kwa hivyo msisaidiane katika madhambi, msisaidiane katika madhambi ya kutukanana katika kule mnapotafuta sera ama mnapopiga sera. Msishirikiane wala msisaidiane kutengeneza uadui, kutengeneza vita, kugawanisha wananchi. Kwa hakika farasi wawili wanapogongana, nyasi ndio zinaumia, na nyasi ni wananchi, wataumia. Maisha yatakuwa ya gharama ya juu, watu wengi watakufa. Kama juzi viongozi waliokuwa wanaelekea pale Homa Bay, wakati vita ilianza kuchacha, wale waliosaidiana kutengeneza vita, hao mafarasi walipoanza kugongana, hakuna farasi aliweza kuumia, mbali walioumia ni nyasi. Na si ati nyasi ni nani? Nyasi walikuwa ni wale wananchi wa pale Homa Bay. Kwa hakika unakuta pia vijana hatutaki kujituma, hatutaki kufanya kazi, tunashirikiana katika madhambi. Na ili hali sisi kesho hii pia tutakuwa viongozi, na kesho hii tutatendewa kama jinsi ambavyo tunatendea wengine leo hii, kama jinsi ambavyo tulitendea wengine jana hii. Kesho hii ndio pia sisi na leo hii tutahitaji kuwa viongozi, na hivi jinsi ambavyo tunashirikiana katika uadui, tunashirikiana katika madhambi. Wallahi wa billahi thumma tallahi, kila mmoja ataulizwa alichokichunga. Na kwa hakika aya hii inasisitiza kwa ya kwamba tusishirikiane katika uadui wala kutenda madhambi.